Miongoni mwa utafiti nimekuja kubaini kwamba kule tukienda Yesu ni mwana wa Mungu. Akili ya kibinadamu inakuwaje Yesu ni mwana wa Mungu? Na hata baada ya kusilimu nilikuja nikarudi nyumbani, siku moja akaniuliza wameondoka kwa Yesu, umeenda kwa Muhammad. Mimi ndio nipo kwa Muhammad na mimi ndio nipo kwa Yesu. Hakupenda haya maneno, hayakumridhisha. Akaniambia utakwenda jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, tukiwa na muendelezo wa historia ya Sheikh Ismail bin Suleiman ya kusilimu kwake kutoka katika ukafiri kuingia katika Uislamu, tunaendelea kujifunza kupata historia hii ndefu kabisa kwa undani wake kutoka kwa Sheikh Ismail mwenyewe. Kipindi tuongee na Zahmid, lakini channel ni Zahmid TV. Tuende mwanzo mpaka mwisho kujifunza zaidi. Karibu sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuendelea katika historia yako fupi ya kusilimu. Allah aliyokuongoza na Allah kubariki sana. Amin. Sote pamoja. Tulikuwa Karatu katika nyumba ambayo uliajiriwa na ukafanya shughuli zako mbalimbali. Kwanza kabisa tunabidi tufahamu kabisa kwamba hapo Karatu ulikuwa ushasilimu tayari ama bado? Bado sijasilimu. Hujasilimu. Ilikuchukua muda gani kutoka katika hizi harakati zako mpaka kwenda kusilimu? Ilichukua muda mrefu. Takriban miaka mingapi? Nilipoenda Karatu kwa sababu utafiti ulikuwa unaendelea kama awali. Yaani utafiti tangu ulianza kutafiti mpaka kusilimu takriban miaka mingapi kuchukua? Inachukua miaka mingi kidogo. Ndio. Kwa sababu kumbuka kutoka nimesilimu nikiwa na miaka 20. Hasa toka kuanzia hapa 2000 nikiwa na miaka kuanzia miaka 15. Sawa. Mimi nilikuwa nafanya utafiti takriban miaka 5 hivi. Hata kabla sijasafiri pia lazima nilikuwa nafuatilia sana. Sawa. Jambo la swala kuwa nipate sehemu ya kuabudu. Pamoja na kuwa nilieleza awali kwamba nikashawishiwa pamoja na dada zangu na ndugu zangu wengine kama tunakwenda kanisani, lakini pamoja na yao mimi nilikuwa bado nafanya nini? Tafiti ya kuweza kufika sehemu ambayo kwenye dini ambayo mimi nitatulizana na nitamwabudu Mola wangu kwa utulivu. Kwa hiyo huko Karatu kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya kutafuta maisha, basi niliendeleza zaidi utafiti pia. Na kwa sababu ilikuwa ni mtu niko serious, utafiti haukuchukua muda mrefu mpaka kubainika kwamba hapa hii dini hii ndio dini ya sawa na hii sio ya sawa. Baada ya kubainikiwa, wakati niko Karatu, niko Mangola, nikakaa na yule ndugu yangu yule Muna, tukafanya shughuli mbalimbali pale kwa ajili ya kujitafutia maisha kabla sijaajiriwa rasmi kwa ajili ya kufanya kazi za mkataba. Nimetaka vile miezi kuanzia mwezi wa 6, wa 7, wa 8, wa 9. Wa 9 ndio nikaajiriwa. Au wa 8 hivi nikaajiriwa rasmi. Kwenye kambi ilikuwa tuko na wenzangu 4. Alikuwepo ndugu yangu mmoja, rafiki yangu mmoja anaitwa Swaleh. Huyu pia alisilimu Mnyaturu. Allahu Akbar. Mwingine alikuwa bwana mmoja anaitwa Muhammad. Huyu ni mtu wa Tanga. Na mwingine alikuwa anaitwa Aid. Mtu wa Tanga pia. Mwingine alikuwa anaitwa Laila, ni mtu wa Singida. Huyu si Muislamu. Na mimi si Muislamu. Enzi hizo. Zama hizo. Kwenye hii kambi tumeajiriwa. Hapa naomba ndio makini sana kama unakipenda. Pamoja na mtazamaji pia inabidi awe makini sana. Huyu tajiri alikuwa ni Muislamu, anaitwa Auni Msangi. Tumeajiriwa. Lakini hana mafungamano mazuri na wafanyakazi. Na hii ni kasumba ya matajiri wa kule Mangola. Hawana taaluma ya kuajiri watu. Bado naishi kulingana na kanuni ya kwenye ule mji wao.
Basi mimi ikawa utafiti nilikuwa nafanya, kwa sababu yeye ni Muislamu, yeye ana Uislamu na dini yake na shughuli zake, na mimi ni mfanyakazi, nimekuja kwa ajili ya kazi, ndio kuleta pale. Kwa hiyo swala la dini haihusiani mimi na yeye, kila mmoja na maisha yake. Utafiti na ufanya mimi mwenyewe kivyangu. Mohamed huyu kidogo ni Muislamu wa Tanga, alikuwa ni mtu anajitambua sana, lakini ingawa yeye mwenyewe hana swala tano, subhanallah, lakini mtu ambaye anatambua. Unajua kuswali na kujua haki ni jambo lingine tofauti. Sawa, kuna wasomi wengi hawana swala, sawa, lakini alikuwa anafahamu mambo mengi. Taufiki ya swali ndio alikuwa hakupata. Mungu ajamruzuku kwa kipindi hiko, lakini Allahumma amin, kwa taufiki ya kusimamisha swala. Allahumma amin. Hapa wakati huu mimi nikabainikiwa, utafiti nilikuwa naufanya, nikabainikiwa kwamba Uislamu hakika kabisa ni dini ya kweli. Na yale madai ya kusema kwamba Uislamu ni dini ya mashaitani, ikawa kwangu mimi tayari ishabatulika. Nilikuwaje? Kwamba Uislamu ni dini ya haki, ni dini ya sawa. Na kwa hali kama hiyo sasa, tupo kwenye kambi moja, watu wanne. Basi hali iliyokuja kutokea, nishabainikiwa tayari kwamba Uislamu ni dini ya kweli kwangu mimi, lakini kabainikiwa hivyo, nikaa naficha ndani ya nafsi yangu, sitaki watu wajue, na sitaki hawa wenzangu wajue. Kitu ambacho kimekuja kutokea kikubwa zaidi, ikatokezea mimi kwenye kile, ilikuwepo siku ya Ijumaa, sisi wakati tumeajiriwa kwa tunapeana zamu, shift ya kazi ndio. Hasa kupika pia kwa tunajifanyaje, watu wapika na marafiki zangu pia tunapeana zamu pia. Ndio. Hasa wawili wanakaa wapo kazini kumwagilia, wawili tunabaki kambini kupika na kuandaa chakula. Baada ya muda hawa wenzetu watapelekea chakula na wataendelea na shughuli zao. Sisi tuchakula huku tunawapelekea chakula wao. Ulikuwa unafanya kazi gani? Kazi ya kumwagilia vitunguu. Kazi hii kazi mimi nimebobea sana vitunguu. Mashaallah. Alhamdulillah. Fani nzuri na ina natija kubwa. Ndio. Kwenye siku ya Ijumaa, huyu Mohamed na mwenzangu Saleh walikuwa wanaweka kipindi cha Qur'ani tukufu. Kipindi kile kilikuwa inaitwa Radio Tanzania. Kipindi kile Qur'an tukifika nasoma kwa sauti ya tajwidi. Nadhani utakuwa unanielewa sauti ya tajwidi. Ndio. Kilichokuja kutokea kitu cha ajabu sana. Qur'an ilikuwa inasoma, mimi tumelala na wenzangu, mimi nimepumzika, mwenzangu anapika. Mimi nikawa nalia. Allahu Akbar. Sauti ambayo nilikuwa naisikia Qur'ani, basi mimi nilihisi kwamba ilinipitikia hii sauti, si sauti ya mwanadamu. Taathira lilqur'ani, ililetea athari kubwa sana. Msomaji wa Qur'an msimjui, na ndio siri ya kufanya matendo kwa ajili ya Allah kwa ikhlasi kubwa. Athari yake ni kubaki. Nikanalia Qur'an nasoma. Kwa kweli moja kwa moja mimi nilijua hii sauti sio sauti hii sio sauti ya kawaida. Haya maneno haya sio maneno ya kawaida. Ni maneno hakika. Kama ndio Qur'ani hii, basi hii Qur'ani hii imebeba muujiza mkubwa ndani yake. Ili ni athiri, lakini wenzangu hawakujua. Mimi ilikuwa nalia kabisa, machozi yanamwagika, lakini wenzangu hawajui. Ile Qur'ani nasema yule msomaji aliyekuwa anasoma kwa ajili ya Allah, basi ilitoka kwenye moyo wake ikaja kaingia kwenye moyo wangu, na yeye hata simjui. Kuonesha muujiza nini? Qur'ani. Pamoja na haya yote akabainika, lakini mimi nikabaki kimya, sikuwaambia watu. Na kipindi unalia hakuna alikuwa anafahamu. Hakuna alikuwa anafahamu. Hadi iliendelea hii kwa miezi kadhaa. Hadi iliendelea kwa muda kadhaa. Nafanya tafakuri sana, endapo nikisilimu nikarudi nyumbani, hao Waislamu wa nyumbani ambao wanaofahamu mimi wapo tu, na mimi sitakuwa vile. Kuna faida gani ya kusilimu kwangu? Nilikuwa napata wakati mgumu sana, kwa sababu hata nikirudi nyumbani, dini yenyewe ya Uislamu maandishi yake sio ya Kiswahili, ni maneno ya Kiarabu. Itakuwaje mimi baada ya kusilimu? Ikawa na wakati mgumu sana. Hadi iliendelea ikawa na mawazo huko katika maisha. Nyumbani nimeondoka, hali ya nyumbani maisha ni magumu sana. Maisha duni. Ni watu ambao maisha duni, maisha ya maskini, tena mafukara kweli kweli.
ni hali ngumu sana kimaisha. Sasa kwa hali kama hii ilikuwa inanipa wakati mgumu sana. Mpaka ikafikia hatua endapo nikasilimu nitakuwa mgeni wa nani? Kwa maana mimi nitakwenda kukaa na nani? Ataniongoza nani nipate kujua Uislamu wangu kisawa sawa? Jambo lilichukua muda mrefu. Kwa hiyo kusilimu ulikuwa unataka na unapenda, lakini vitu ambavyo kuna vitu vilikuwa vinakuwekea uzito. Ikawa ni vigumu kwamba kuingia Uislamu kwa sababu mazingira, watu kule nyumbani wengi ambao ni Waislamu ni walevi, wazinifu. Si wote, lakini hao ambao wanawajua mimi sawa, wako hali haya kwa kipindi hiko. Yani hali si haivutii katika dini yao, sio katika maisha ya Uislamu. Na wengine tunajua ndio hao wanaitwa ni waganga wa kienyeji na Waislamu. Wengine ni hao ni tayari na washirikina na Waislamu. Wengine wakadha ni Waislamu. Si wote, lakini kuna watu ambao wamejivisha vazi la Uislamu. Wao wanatumia Uislamu vibaya. Kwa nikawa ni changamoto vigumu kuingia Uislamu. So kwa hali kama hii basi nimalizia kusema kwamba tufuatilie kwamba baada ya changamoto hizi zote nini kilifuata baadaye. Tukutane kipindi kingine inshallah. Shukrani. Na shauku uendelee. Na mtazamaji pia ana shauku uendelee. Lakini inshallah tukutane kipindi kinachokuja. Tutakujuzana inshallah. Allah akubariki ala khairi. Pamoja na changamoto zote alizopitia Sheikh Ismail, ilikuwaje? Tufuate kipindi kinachofuata. Ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, bado tupo sana na wewe. Endelea kufuatilia Zahmid TV tupate historia fupi na kwa upana zaidi ya kusilimu kwa Sheikh Ismail. Tukutane kipindi kijacho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmid TV.